mkurugenzi pamoja na halmashauri nzima, mwenyekiti wa halmashauri na baraza lake kwa kutuwekea bajeti ambayo ingeweza kukidhi matakwa ambayo wananchi wetu wanategemea kuyapata. Na hili ni jambo muhimu sana, na hasa katika kipindi hiki cha kuleta tabasamu kwa wananchi wetu wa Tarime DC. Tunaomba hao wenzetu ambao tunakabidhi vifaa hivi wakavitunze, mkavitumie jamani ipasavyo, ili hatimaye mapato ya halmashauri yaweze kuongezeka. Tuna mfano mizuri ni wilaya nyingine kwa ambapo wanatumia vifaa hivi, mapato yao yameweza kuongezeka. Kwa tuna imani pia na kwetu sisi. Ni kweli kwamba idara yetu ya afya pamoja na changamoto ambazo inazo nyingi, lakini kwa miaka miwili mfululizo imekuwa inaongoza pia kwa ajili ya ukusanyaji wa mapato ya ndani kupitia vituo vyetu. Kwa hiyo sisi kama idara tunawapongeza sana. Pia kabla hatujafika hata kumaliza mwaka tayari wako 102%. Maana yake ni kwamba kusanyo yao ya ndani wameishapitiliza kile kiwango ambacho tulitarajia. Ni imani yetu kwamba sasa tunapoenda kuongeza hivi vitendea kazi wataenda kuongeza maradufu, na naidhani wanaweza wakaongoza zaidi ya hiyo 102% ambayo sasa kwa awamu hii wamefikia. Kwa hiyo leo wananchi wetu wamekuwa wanalalamika sana kwenye zahanati, vituo vya afya. Kweli changamoto zipo, lakini ni imani yetu kwamba kwa uadilifu mlionao hizi mashine mtaenda kuzitumia kwa uweledi, kwa ufanisi, ili ziweze kuongeza mapato, lakini kuwasaidia nyinyi wakati mwingine kuondokana na zile changamoto za moja kwa moja kutoka kwa wananchi. Katibu wetu wa afya, hebu simama. Hongera sana, umekuwa mratibu mzuri. Lakini wapongeze management nzima ya idara ya afya. Mmekuwa ni watu ambao mna mshikamano sana. Sasa leo tunakabidhi hizo printer 45, lakini na fingerprint 20 zenye thamani ya shilingi milioni 39. Sio hela kidogo, ni hela nyingi. Niwaombe sasa nini ambao mmepewa dhamana kwenda kuzitumia kwa ajili ya Watanzania, twendeni tukatunze vifaa hivi. Mmeona kwa muda mrefu tumekuwa hatuna vifaa vya kisasa kwa maana ya matumizi ya teknolojia ya kisasa kwenye kutoa huduma kwa wananchi, lakini serikali inaendelea kuboresha siku hadi siku. Sasa na ninyi ambao mmepewa dhamana kwenda kusimamia vifaa hivi, kila mmoja akakisimamie kama kifaa chake. Napozungumzia uadilifu na uaminifu na uzalendo, na maanisha natambua yapo matukio kadhaa ambayo yametokea kwenye idara ya afya. Nisingependa kusikia tena yanatokea. Nisingependa kusikia. Kama umepewa dhamana ya kusimamia store ambako kuna neti, alafu naambiwa neti marobota yamepotea, sitakuelewa. Sitakuelewa hata kidogo. Kwa sababu hizi fedha ni fedha za Tanzania. Kama kesho nitaambiwa printer imepotea haionekani, ezifi na miguu, sitakuelewa. Sitakuelewa hata kidogo. Kwa ninyi ambao mnazipokea leo, mjue mna dhamana kwenda kuzitunza. Mna dhamana kwenda kufanyaje? Lakini vifaa hivi vikafanya kazi ya kuhudumia wananchi, na si vinginevyo. Tukikuta wanafanyia biashara huko, lakini tunaamini hizo fingerprint tunaenda kuhakiki katika usajili wa wale watu ambao wanaenda kunufaika na. Kwa ni matarajio yetu tutasajili watu wa kutosha, na wanufaika tutapata wanufaika kweli ambao ni halisi wanastahili kupata huduma ile, na isiwe vinginevyo. Isiwe kama serikali tunafuatilia ili tuhakikishe kwamba vifaa ambavyo serikali inatoa basi vinaenda kwa makusudio yale kusudiwa, vinaenda kuhudumia wale watu ambao tunaamini ndio ambao wanatakiwa wakahudumia, ikafanye kazi ambayo imekusudiwa. Na hii ni kwa sababu tunaendelea kuboresha huduma za afya kwenda kwenye teknolojia ya kisasa. Tunaondokana na yale mambo ya zamani ya
kuandika makaratasi unajaza, lakini hivi tunaamini vitakaa kwenye mfumo vizuri. Tukihitaji document tutaiprint kwa wakati na mambo yatakwenda vizuri.